Msichana kama anataka kufunga ahor Ramadhani, anaweza meza pills, dawa ya kuzuilia period bila kufunga mwezi mzima wa Ramadhani? Kwanza ndugu zangu, hii katika masala ya kumeza dawa kuzuia hedhi yako, kuna baadhi ya wanazuoni ambayo wameruhusu, wakasema mwanamke anapokwenda haji mwezi wa Ramadhani anaweza kumeza vijitembe kuzuia ile hedhi isitoke, ili amalize ibada yake ya hija au amalize Ramadhani kwa ukamilifu. Hii ni baadhi ya rai ya wanazuoni, lakini kauli ya wanazuoni wengi ndugu zangu, hili ni jambo la haramu kwa wanazuoni wengi. Kwa nini? Unajua, kwanza tunapojibu swali kama hili ni lazima kila mmoja wetu apate kujiuliza na kujua nini maana ya hedhi ya mwanamke. Tunapozungumzia menstruation period ya mwanamke, ni kitu gani hii? Hii ni nini hii? Menstruation period ya mwanamke sio damu ya kukatika ama damu ya kuchinja. Hii ni damu ya aina yake peke yake. Tena wakati mwingine inatoka katika rangi nyeusi, inachanganyika na rangi ya manjano ndani yake na wekundu, kama walivyoelezea madaktari. Lakini inakuwaje mpaka inakuwa damu ya hedhi? Hapa ndio itakana watu wafahamu, kisha wajue ni kwa nini kumeza dawa ni hatari, kuizuia hii isitoke. Kwa ufupi ni kwamba mwanamke inapofika zile wakati wake kukaribia ile kupata hedhi yake, si kupata hedhi yake, ile mayai ili iweze kutiwa mimba, kabla haijafika kwenye fuko la uzazi katika uterus ya mwanamke, kwanza Mwenyezi Mungu anarundika kila aina ya virutubisho. Virutubisho maana yake ni nutrients ambaye binadamu anahitajia kwenye mwili wake, inarundikwa kwenye cement ya ndani ya fuko la uzazi wa mwanamke. Hii fuko la uzazi iko hivi, ni kama balloon, ni kama kibofu, inakuwa kubwa namna mtoto naye anavyokuwa mkubwa. Yani ni kitu ambaye inajivuta kama spring vile. Sasa katika hii fuko la uzazi hapa ndani, kwenye ukuta hapa ya fuko la uzazi, Mwenyezi Mungu anarundika kila aina ya vyakula ambaye kiumbe anahitajia kwenye mwili wake kabla ile yai kushuka. Taja mwenyewe anahitajia vitamins, carbohydrates, proteins, fats, glucose na mengineo yale ambayo binadamu anahitajia kwenye mwili wake. Sasa yakishatimia, ile yai inashuka sasa. Wakati mwingine inashuka upande wa kushoto, naelezea kwa urefu, kwa ufupi tu, kutoka kwenye sehemu ya kushoto ya mwanamke, na wakati mwingine inashuka kutoka upande wa kulia. Inashuka, inakuja ile yai, inaingia kwenye fuko la uzazi wa mwanamke, inakwenda inakaa kwenye ile chakula, inangojea mbegu ya uzazi wa kiume. Ndio unaona wale wanawake ambaye wameshaolewa na wanajua haya mambo, atamwambia mume wake yai imeshuka, na hii ndio wakati wenyewe sasa. Wanajua haya ndugu zangu. Lao mwanamke atajamiiwa ama atastarehe na mume wake wa halali, basi nafasi yeye kupata ujauzito ni mkubwa sana. Sasa ile yai itangojea pale, baadhi ya madaktari wanasema masaa 24, wengine wanasema ni siku 3. Ikipata mbegu ya kiume, ile mbegu ya kiume ikaja ikaingia ikaipatana ile yai ya kike, basi huyu mwanamke atapata ujauzito. Sasa ile chakula ilorundiko hapa katika cement, katika ile ukuta ya ile fuko la uzazi, ndio itaanza kulisha hiyo kiumbe. Hii ndio hikma yake iliyopo. Lakini lao ile yai itakaa hapa kwa muda wa siku 3 na isiweze kupata mbegu ya kiume, ile yai itaharibika, na ile vyakula vyote pia itaharibika, ndio itaanza kutoka kama hedhi. Ndio unaona hata harufu